Sawa, siku hizi wenzetu wanajiupdate sana. Hata hao Waingereza wenyewe Ulaya yote. Yaani wanajaribu kupunguza madhaifu ya katika soka. Inawezekana wakana madhaifu, lakini sasa kusema madhaifu ya kupangilia kwamba iko bwana saizi Yanga apendelewe au Simba apendelewe au Azam apendelewe, hapana. Kuwe na balance. Umeona kwamba tunajua timu ndogo imekuja ina ombi lake 1 2 3. Timu kubwa imekuja ina ombi lake 1 2 3. Sawa. Na haya matatizo yote yanakuja kwa sababu ya kudekeza Simba na Yanga. Umeona kutudekeza. Na sio kwa sababu kutudekeza. Hizi timu mbili zinashiriki mashindano ya kimataifa tena kwa ushindani wa hali ya juu. Kwa hiyo unakuta labda Simba tunaenda kushiriki mataifa labda kwenye klabu bingwa tunacheza Jumamosi mpaka Jumamosi. Hapa katikati hapa kote hapa hatuchezi mechi yoyote, tunajiandaa. Yanga anacheza mechi ya kimataifa Jumamosi hadi Jumamosi. Yaba mechi ya kwanza mechi ya marudiano maanisha. Umeona? Hapa katikati hapa hawachezi mechi yoyote, lakini mama amejitolea anatoa ndege kwamba kumbe unaweza ukacheza mechi Jumamosi ya kimataifa, Jumanne ukacheza mechi ya ligi. Sawa? Jumanne usiku ukaondoka ndege ya mama, ukaondoka nayo. Kupunguza vipolo. Mwisho wa siku umeona Simba hapa imepata tabu mmecheza mechi 4 mfululizo ndani ya siku 2. Wachezaji wanachoka, wachezaji wanaumia. Kumbe ule wakati kupunguza zile mechi inawezekana kabisa. Cheza katikati kama Ulaya wanapocheza. Mtu anacheza Jumamosi, anacheza Jumanne, anacheza Jumapili. Inawezekana kabisa. Kwa nini wewe mechi ya katikati ya ligi unaikata? Kuna gani mtu anakaa wiki nzima? Mpia ni ule wachezaji ni wale. Ndio anapocheza hivi kila siku, maana yake ndo anapata anapata kujiamini. Simba ya timu kubwa. Yanga wachezaji wengi. Sawa, kwa maana yake unawezekano kabisa ukafanyaje? Ukabalance kwenye ligi kwa Jumatano, mechi ukasafiri usiku, ukafika kule Alhamisi usiku, ukajiandaa siku 2 na bado mechi ukacheza vizuri. Lakini bodi ya ligi inaandaa mazingira kwa dekeza Simba na Yanga kwamba leo hii wakiwa mechi ya kimataifa basi hawachezi tena mpaka mechi ya kimataifa malize. Tunaweka vipolo siku na sababu yoyote. Sasa vipolo ndio mwanzo wa lawama. Vipolo ndio mwanzo kupanga matokeo. Ukisikia pangaja matokeo unaanza kwenye vipolo. Mtu anakuangalia, Yanga shatangulia mechi 3. Si mechi 1 2 3 tunachezaje hizo mechi? Kwa sababu ndio mwanzo kupangaja matokeo. Na unaumiza wachezaji, mechi zinakuwa ngumu. Kama unaweza ukacheza katikati ya wiki ukacheza vizuri. Yaani kurusha mechi moja sio mbaya. Lakini kusendokea mechi ya kimataifa lazima kuwe na vipolo. Haiwezekani. Kwa bodi ya ligi msimu unaokuja tuangalie Yanga yupo, Simba tupo, Azam wapo na Tabora pia wapo. Sasa wote wakiingia makundi, mechi yaisha mwezi wa 9, ianze kesha mwezi wa 9 mwakani tena. Tukavuka tena. Tujitahidi vipolo tuvipunguze. Vinaleta sana upangaji wa matokeo. Okay, Msikasi, moja kati ya wachezaji vinara, unaweza ngasema moja kati ya wachezaji nyota ndani ya kikosi cha Young Africans, watani zako wa jadi, namzungumzia Stefan Aziz Ki, ameweza kuondoka na kwenda kusajiliwa na klabu ya Wydad Casablanca ya kule nchini Morocco. Nyinyi mtakapokutana na Yanga tarehe 25, ni nini ambacho kwako picha kichwani unayoiona kuhusu matokeo mara baada ya mshambuliaji the best katika kikosi cha Young Africans Aziz Ki kuweza kuondoka? Hawa waliobaki kwenu wanaweza akawa ni chachu ya nyinyi kuwakosesha ile concentration uwanjani? Hapana. Sasa tukisema tuongee kisoka, kuna kitu kimoja hapo. Yanga wana wachezaji wengi wanaweza kuamua matokeo. Yaani ukimwondoa Aziz Ki peke yake uwanjani, Yanga wanaweza kupata matokeo bila Aziz Ki uwanjani, bila Pacome, bila Chama na kupata matokeo. Sawa? Lakini pia Yanga wanaweza kupata matokeo bila Aucho wala bila Mudathiri. Wakasema wachezaji wengine wakapata matokeo. Maana yake Yanga wana wachezaji wengi ambao wanaweza kaamua hiyo mechi. Na hata upande wa safu yao wa beki, anakashangaa tu beki wao yule Kisiki, Baka au Jobu asiwepo, akisema Mnyeto pale na wakapata matokeo. Sawa? Kwa hiyo maana yake Yanga wenzetu wavojitengeneza ni mfumo ambao wanaweza kupata matokeo bila kumtegemea mtu fulani. Ila pengo la Aziz Ki kwa wao itakuwa mashabiki wanampenda Aziz Ki, Tanzania wanampenda Aziz Ki. Umeona, kwa sababu ni mchezaji ambaye ni nyota, ni star, mchezaji mzuri. Kila mmoja anatamani kuwa mchezaji kama Aziz Ki. Sawa? Lakini sisi kwetu Simba tuna wachezaji wachache ambao waweza kuamua. Leo hii sisi kwetu akiumia Mpanzu,
tayari shida isha kwa sababu kwa matatu kucheza bila mpanzo. Leo hii kaamka Budo. Umeona? Budo asipocheza tayari inaonekana. Yaani sisi kwa hiyo maana yake sisi kwetu wachezaji wa kuamua matokeo ni wako wachache kuliko Yanga. Yanga wachezaji wa kuamua mechi wako wengi. Sasa ni ipi overview yako katika mchezo wa dabi utakaochezeka tarehe 25 kwa kile ambacho kikosi unachokiona sasa hivi kilichobakia cha Yanga, na wewe ambao wachezaji wako unasema wachache ambao wanaweza kuamua matokeo, lakini umesema kwa Yanga wachezaji karibia wote wana uwezo wa kuamua matokeo tofauti na nyinyi Simba. Sasa hapo nafanya kitu kimoja. Hapo ni combination ni dabi. Dabi anafungwa mtu yoyote. Sawa Ila tu kwa kutikana kwa Aziz Ki, maana yake nafikiri kocha atampa nafasi zaidi Pacome, ndo naona katika page yao kuangalia sana, nafikiri ndo mchezaji anampigia debe. Umeona hapo ndipo Chama atapata nafasi ya kucheza na yeye kwa nafasi ya Pacome pembeni. Umeona? Kwa hiyo sisi kwetu tutaingia kama timu ya pili. Umeona, ili tupate matokeo kwa Yanga. Sawa Tutaangalia mfumo wao utakaokuja, na ni kweli watatushambulia, na ni kweli utapambana hiyo ndio finali. Sitakufa nao, hiyo ni finali. Umeona? Hiyo ni finali, lazima tufe nao, na kocha kashawaambia umeona Fad Davis kwamba hii mechi ndio finali yenyewe. Kwa hiyo akisha mnapambana. Sawa, akisha mnapambana. Kwa hiyo sisi sasa tunaenda kucheza na Ken Gold, lakini tukiamini kuna mechi kubwa tarehe 25. Umeona? Tutachana Kagera, tukiamini kuna mechi kubwa tarehe 25. Sasa tusijisahau kucheza na Ken Gold tukawadharau, kwa sababu ni Ken Gold sawa, wao ndio timu ambayo ishajifia, lakini kuna kingine cha kumlinda Pin Kamara kutokana na mbio za kugombania kipa bora, sababu akifungwa goli moja tu katika mechi mbili baada ataribia sisi kwetu tukakosa vyote. Umeona? Kuanzia katika upande wa clean sheet kwenye kipa bora. Sawa, sababu tukifungwa mechi, yani tukifungwa goli moja, maana Yanga akapata clean sheet moja, wanakuwa kwa sawa. Sasa kwenye save na unamaanisha kwamba Diala pamoja na Kamara kwenye vita yao ya clean sheet ya kuchukulia kipa bora. Sasa nahisi Diala ana clean sheet nyingi kushinda. Kwa hiyo sehemu pekee ambayo Kamara atamzidi Diala ni kwenye clean sheet. Kwa hiyo tupambanie hapo. Kwa hiyo kama timu tuweze kumlinda vizuri, aweze kuchukua kipa bora. Umeona? Zetu Coast mwaka jana waliweza kumpambania, Matampi alichukua. Umeona? Kwa hiyo sasa sisi tumpambanie golikipa wetu, apale tu na ajisi katika moja ya faraja. Umeona? Kwa hiyo na tukipata kombe pia ni kitu kizuri zaidi. Umeona? Tutapata MVP, tutapata golikipa bora, tutapata kombe pia. Umeona? Unavyosema utapata kombe, kuna watu wanakutazama sasa hivi wanapata ukakasi pia. Unavyosema utapata kombe, unajiaminisha kwamba kikosi cha Yanga unaweza ukakiadhibu na timu zilizobaki zote na kujiongezea alama na kuweza kuchukua ubingwa wa ligi kuu. Kwenye dabi anafungwa yoyote. Sawa? Yanga na ubora wao wote ule. Ubora wote wa Yanga. Lakini inawezekana kwenye mechi ya dabi akaja akafuata 2 bila. Sawa? Kwa hiyo maana yake katika mechi ya dabi yoyote anafungwa. Kwa hiyo hata wao wasinde matokeo yao mfukoni, kwamba lazima Simba tumpasue. Unyonge tuliokuwa nao sisi sio unyonge wa kijinga. Pia tutakaa tunamsoma vile vile. Umeona? Na dabi yoyote anafungwa. Kwa hiyo sisi tutakuja tukijikazi vizuri kwamba Yanga atakuja kwa staili hii, tunakaa tunamsoma. Umeona? Wao Yanga watakaa tutasoma sisi. Wakituotea sawa, lakini hatuwezi kubali sisi tukampa kombe mtani, eti tumpe kombe sisi mwenyewe. Bora tufungwe na mechi na Kagera Sugar. Itakuwa ni historia kwa mara ya 5 wao kuwafunga nyinyi katika misimamo ya dabi, katika msimamo wa ligi kuu. Kwao itakuwa nafasi nzuri, ila kwenu sidhani kama itakuwa nafasi nzuri. Yaani ni hivi, nisije nichomeke kitu kimoja. Tukishaona mechi ya Ken Gold na mechi ya Yanga akicheza na Dodoma, nafikiri anaanza na Dodoma. Akishinda mechi hiyo ndio mtapata picha kwamba Yanga anakaaje kwenu. 5 kamati ikae tufungwe na mechi ya Kagera. Yaani acha kwa mshindo, lakini sio mshindo mezani kwetu sisi. Yaani Yanga atakaza ubingwa sio na Kagera, tumefungwa na Kagera. Kitu kile kiwezekana. Yaani mechi na Kagera bora tufungwe na Kagera kuliko Simba, kuliko Yanga, kwa sababu bora mechi ya Kagera Yanga atakaza ubingwa kwa Simba kafungwa na Kagera, lakini sio eti yeye atufunge sisi, bado ubingwa tumpe sisi ambayo kitu ambacho hakiwezekani. Umeona? Kwa hiyo sisi tutaangalia kwamba sisi bora tufungwe na Kagera, Yanga atakaza ubingwa kwamba Simba kafungwa na Kagera. Umeona? Lakini sio sisi tukapambana naye Taifa pale atufunge sisi, kumbe chukua mkono wetu sisi. Itakuwa dharau hiyo blaza. Kitu afu atufunge mara 5 tena, itakuwa dharau. Sio kweli. Lakini wao Yanga wanataka waweke historia ya kuwafunga nyinyi mara 5, na kwenu itakuwa ni aibu kubwa sana katika klabu yenu ya Msimbazi. Ni aibu kufungwa na mtani mara 5 mfululizo. Lakini sasa mara 5 kufungaje? Yaani kufunga na kombe unampa wewe.